Sasa madam, kuna mtu mmoja hapa anasema hebu muulize madam huyu alikuwa anaishi na mimi vipi? Kwa majibu haya naomba nisome kama ilivyo, ili swali hili liwe lina mantiki zaidi. Anasema mimi kwa sasa tupo ugomvi takriban wiki na mke wangu. Unaona, anasema Jumatano wiki iliyopita mke wangu alichelewa kurudi nyumbani kutoka kazini. Kikawaida huwa anatoka kazini saa 11 jioni. Akichelewa kabisa saa 12 siku hiyo anafika nyumbani. Lakini anasema siku hiyo alifika nyumbani saa 3 usiku. Alinieleza sababu, nikamwelewa na wala sikuwa na kinyongo. Unaona, anasema kesho yake asubuhi, yani Alhamisi, nikiwa nimetoka kuoga, nikamtazama mke wangu akiwa amelala, nikaona alama shingoni za love bite. Unasikia ikabidi nimwamshe nimuulize nini kinaendelea. Kwanza yeye mwenyewe alishtuka, akaenda kujiangalia kwenye kioo, akaanza kuropoka eti jana kazini wakiwa wanakula bustanini alitembelewa na mdudu shingoni. Nilimbana aniambie ukweli, hakusema. Unaona Lakini anasema jana nimeendelea kumwambia aniambie ukweli, ndio akanipa jibu kwa yeye ameona tuachane, anataka uhuru maana nimeshindwa kumwamini. Madam, naomba unisaidie, hii alikuwa anaishi vipi na mimi? Yaani baada ya kumuuliza kwamba nahisi umenisaliti, anasema tuachane. Kwa sababu kwanza alivyomkuta pale wakati amelala, akaona kuna love bite shingoni, ndio akafanyaje? Akamwamsha kwa sababu hakutaka uvumilivu, akaona ya nini? Akamwamsha, wewe mbona una love bite shingoni? Mwanamke akaamka kitandani, akaenda kwenye kioo kwenda kujiangalia kweli, anampanga. Anamwambia jana wakati tumekaa bustanini pale kuna mdudu alinitembelea shingoni. Kijana akaona hapana. Love bite inafahamika. Yaani mdudu hawezi kuchora hivyo. Unaona Akambana, alipombana ndio majibu haya mwisho. Anamwambia naomba tuachane kwa sababu wewe huniamini. Sawa, ondoka. Sasa anachotaka kujua ni kweli huyu mwanamke alikuwa anaishi kwake akiwa na mapenzi au alikuwa tu anaigiza nyakati zote hizo? Mtu anayekupenda Mr. Hatibu hakubadiliki ghafla. Achana na mtu anayekwambia kwamba eti sasa hivi sikupendi tena, bora tuachane. Alikuwa hakupendi. Upendo hauishi hivyo. Kama upendo ungekuwa unaishi kiharaka hivyo, wale wanawake wale wanaosubiria waume zao wabadilike wasingesubiri. Huyu mwanamke kashaanza kulamba sumu. Ana kiburi. Unajua kiburi cha zinaa kibaya sana. Unaweza kuwa umetoka safari na mke wako, hata ndani usiingie ukamdanganya, Hatibu kavunja mguu, ngoja nikamuone mara moja, kwa kiburi cha zinaa. Yaani unamwona mwenzako mjinga, wewe ndo mwenye akili. Kiburi cha zinaa kibaya sana. Nitamshauri kama kakaangu. Usiongee tena na huyu mwanamke chochote. Mwambie kwa sababu amependekeza kwamba muachane, yeye atangulie nyumbani kwao, utamfuata. Atangulie nyumbani kwao, kamfuata, kwa sababu wewe umemwoa kwa wazazi wake, hamwezi kuachana kienyeji. Kwa hiyo Ijumaa akitoka kazini atangulie kwa wazazi wake, wewe utamfuata. Ukifika pale yaongee mbele ya wazazi. Alafu kiyaongea wewe usijadili, usisubirie muafaka wala usijadili, wewe unaenda kuripoti. Ukimaliza unamwacha. Akija nyumbani unamwambia hivi, kama uko tayari kusema ukweli karibu chumbani, kama huko tayari lala na kina Junior. Na hapa kwenye kusema ukweli madam, si ndio unaweza ukakuumiza zaidi, au unataka kumjua, umeondoa ile doubt na umetengeneza alama yako kama mwanaume, kwa sababu hapo unachotafuta ni heshima. Waje mtu akikudanganya kuona kama mjinga au mtoto,
Sasa pale unatafuta heshima yako, lakini pia unaenda kuweka udhibitisho kwa wazazi wake, kwa sababu yeye ataenda kurudia ile kosa. Akirudia ukimwacha huna lawama, lakini ukiliamua mwenyewe na yeye chumbani akafanya kubwa la kukukosea adabu, una evidence wapi? Tangulia kwa wazazi wako na kuja. Si umesema tuachane? Hamna neno. Hata mimi niko tayari. Twende kwa wazazi. Kuna nini? Maana unataka uniache? Mimi sikukuoa, mimi nimeozeshwa. Siwezi kukuacha, mimi naachishwa. Kwa twende tukaachishwe. Au tuwaite hapa watu waachishe. Chagua, tunaenda au niwalete? Uswi nini? Ukiona anakuzingua walete. Bwana, mtoto wenu amerudi hapa na alama kadha kadha. Nikimuuliza ananiambia tuachane. Kama wazazi nimewaita tuachanisheni. Kwa sababu mimi mtoto sijamtoa mawinguni. Nimemchukua kwenu. Kwa kama sasa hivi hanihitaji mimi kama mume, naombeni nyewe mtoe talaka. Mmeridhika niachane na binti yenu? Sisi hatujaridhika, haiwezekani avunje hii ndoa si nini. Basi tunaomba mwambieni aseme ukweli. Bado anakazania uongo. Basi bwana, mama mimi nawakabidhini mtoto wenu huyu hapa. Akijisikia kusema ukweli kama mume wake, aniambie ukweli. Mimi nipo. Akiona kama anaendelea kukazana na msimamo wake, mimi pia nipo. Mimi naondoka. Na je, akikwambia ukweli utakuwa upo tayari kuendelea naye? Sasa hapo utafanya maamuzi yako kama mwanaume kwamba je, niendelee au nimpe adhabu. Kisaikolojia, hakuna binadamu yoyote anayebadilisha tabia kama hajapata maumivu wala hajapata hasara. Kama hakuna maumivu wala hasara, hakuna mtu yote anayebadilika. Kwa ukitaka mtu abadilike, kuongea ni kumpa maji anywe ili apate nguvu ya kwenda kufanya vitu anavyovifanya. Kumshtakia kwa watu ni kumpa nguvu aendelee kufanya. Kusema kwenye taarifa ya habari ni kama kumtia moto azidi. Njia pekee ya kumwadabisha mtu anayekusaliti, anayekuendea wewe kinyume, kumfanyia kitu chochote apate maumivu au apate hasara. Kivipi? Watu wanabadilisha tabia. Kwenye saikolojia wanasema people change behavior when there is a consequence na punishment. Umenikosea, unatakiwa ujue nitakupa adhabu kali sana kwa kunikosea. Sio kama nitakusema sana au nitakunyima chakula. Nitakuwa uogope kwamba nitakufanya nini. Nitakufanya nini nitakapojua. Ndio maana wana unafikiri, mimi nataka nikwambie ukweli tu wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi ni mwana saikolojia na nakutana na watu wengi wananipa stori zao za ujana, vijana wanavyojaribu kutongoza, wanavyotafuta motisha kwa wanawake. Hakuna asiyekuwa na kasichana. Kakucheka naye tu hivi message, FB messenger hivi. Lakini ambao hawakamatwi ni wanaoogopa wake zao. Mke wangu akijua hiyo ndio inakufanya mpaka mume wako akusaliti. Hofu ya wewe ukigundua utafanya nini. Na mtu yoyote hawezi kukukosea akijua kwamba akiwa na hofu. Yaani make sure unamtengenezea mtu hofu. Kila nchi, kila serikali ina kisehemu cha kuatia watu hofu ili wasifanye vitu ambavyo hawatakiwi kufanya. Let's say tungekuwa tuna polisi. Tungeoneana kiasi gani? Mara nyingi. Tungekuwa hatuna walinzi wa mipaka. Watu wangekuwa wanatoka nchini kwao waje nchini kwetu kupiga mswaki. Watutemea mate tu. Hana jeshi, hana sovereign. Hawana sovereignty. Wapo tu. Lakini tuna jeshi letu la kulinda mipaka. Tuna la anga, tuna la maji, tunafanya fujo uone. Nani atatusogelea? Kwa hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kutusogelea kuafia hofu tutamfanya nini. Na watu waliotusogelea wote tumewafanya nini? Tuliwaadabisha. Punishment. Kwa mtu yoyote ukitaka sikugeukia wala sikufanyia hivi, punishment na hofu. Mwenyezi Mungu anasema ametufanyia. Sisi wote tumechukua akili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mkifanya wema mtaingia pepo. Chini yake kuna mito inapita juisi na maziwa. Mkifanya uovu kuna moto. Moto na madaraja. Kaburi lina askari. Lina nyoka. Munkari wa nakir sijui. Haya,
sijui ukiwa hufanyi wema utaondoka kwenye rehema zangu. Ukiwa hufanyi wema moyo wako nitaupiga muhuri, moyo wako utakuwa mweusi. Hizi zote hizi ni mbinu za ku exercise hofu, tusiende kinyume na maandiko. Kuna amri 10 za Mungu, ni njia za ku exercise nini? Hofu. Sasa wewe unaishi tu na watu. Watu hawaogopi kukufanyia vituko. Watu hujawahi kuwapa punishment yoyote na una expect. Wataona eti huyu ni mtu mwema sana, na swali 5 salawati. Hatuwezi kumfanyia wema, hatuwezi kumfanyia ubaya, ngoja tu tuwe wema kwake maana ni mtu wa watu wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameleta watu wake na wote wengine waliuawa, wengine waliua mitume, wengine mitume wamewazulia, wengine walichukua mtume wakamweka kisimani. Wewe ni nani? Wewe tutakufanya chochote unachotaka kama huna mipaka ya kuatia watu hofu. Sasa ili mtu yoyote aliyekusaliti na hii technique itumie kwa watu wanaokusaliti. Mtu aliyekusaliti asirudie tena usaliti wake. Punishment na muonyeshe athari atakayoipata kwa kukusaliti. Muingizie fear na punishment. Awe na hofu. Nimemsema sana. Hakuna mwanaume yoyote aliyeacha usaliti kwa wewe kuongea sana. Nimemsusia kitanda. Tena ndo atafurahi maana ndo anaongeza makoloni. Mpe Arabu kiasi kwamba kila akikaa hivi anavuta pumzi. Na wala sio kwa kumsaliti. Kwanza mwanaume hata kama hakupendi akashakuchoka hata ukimsaliti wala imuumi. Tena ukimsaliti na shoga yake ndo tena unaenda kujizalilisha. Maana wakikawa na kucheka wote, da acha tumsaliti shemeji. Shemeji uaga na mipaka mpaka kwetu kaja. Wala usio ukajisikie eti wewe ni keki sana ukitembea na rafiki yake. Labda kama utampata babake ndo itaweza ikamuuma, lakini rafiki yake haimuumi. Amini kwangu, mimi ni mtaalamu nakwambia, haimuumi kama amekuchoka. Kwanza umegundua kitu kimoja, wasichana wakiachwa wanaposti sana picha. Huyu mtu kakuacha. Kwenye picha umejiedit, anakujua ulivyofika. Picha yako haiwezi kumfanya badilishe mawazo. Sana sana tu anakucheka. Sasa madam, kuna mtu ametuma ujumbe hapa, anasema kwamba yeye huwa simu yake haina password, na kama ipo tu kwa ajili ya kiweka mfukoni isije ikajiandika ama ikajirekodi na mambo mengine kama hayo, lakini akifika nyumbani mkewe anajua password ya simu yake. Unaona lakini yeye hajui password ya simu ya mkewe. Na mke wake kwenye message kuna password. Anasema ukifungua simu unataka kufanya nini? WhatsApp kuna password. Unaona, lakini yeye hajali na simu yake yeye anaweka hapo. Anasema yeye ni konda. Si mkatisha tiketi, si ni konda, mkatisha tiketi kwenye kituo kimoja cha mabasi. Anasema mke wake yeye akilala amepumzika zake, mke wake anaichukua simu, anaanza kuangalia, soma message. Yani inaonekana huyo mwanamke analala mchana kuliko usiku. Unaona? Sasa anasema kilichomuuma zaidi ni kwamba yule mwanamke akachukua zile chati akazipiga picha kupitia simu yake. Alafu leo yupo zake kazini, anaona message ya mke wake. Unaona? Anaifungua WhatsApp kuangalia chati zile ambazo amechati na watu, ametumiwa ile mikeka. Unaona? Sasa anasema yeye ana wateja na wateja wengine ni watu ambao ni wanawake, alafu wanaeka na utani pia. Anasema kazi zetu hazihitaji userious kwenye hizo. Mpendwa, nakuja huko. Unaona ni vitu kipenzi. Unaona na mambo uko wapi dia? Unaona na vitu vingine kama hivyo. Wangu na yani vile viji maneno yeye anavyohisi kwamba anasalitiwa. Anauliza, je, afanyaje? Hajamjibu huyu mwanamke. Hajamjibu na anasema kwamba alimtumia mara ya kwanza. Anachokifanya anachukua zile jumbe anafuta, anatulia zake. Na akifika hamuulizi. Na anaongea naye vizuri tu. Unaona? Akitoka akinani tena, maana anasema hii ni mara
ya ngapi? Ni mara ya 3. Unaona ni mara ya 3 anafanya hivyo, lakini anasema hajawahi kumkasirikia, hajawahi kumwambia kama message anaziona sio anafanya nini, hajawahi kumwambia chochote. Anasema hivi, kufanya hivyo ni kosa, na kama anatakiwa kusema nini. Kila mtu anakuwa na nafasi ya kufundishwa mara moja kwenye maisha. Anapodili na wewe, huo unampa mtu nafasi mara moja wa kumfundisha. Mathalani huyu mwanamke hajui maana ya mipaka ni nini, na hajui mambo ya kazi au communication skills katika kazi. So yeye tu, hata mimi natumiwa message na wanaume wameweka profile picha yangu. Tutatafuta kama si ujinyonge. Sasa yeye anatakiwa kae chini na huyu mke, sio leo pakisha poa. Baada ya wiki labda mwanamke amefurahi, amwambie kazi ninayofanya mimi ya kukatisha tiketi, abiria 100% ni wanawake. Na wengine wanaotuma mizigo 100% ni wanawake. Wanaongea na mimi wanachotaka, lakini hawafanyi na mimi wanachotaka. Kwa haya unayoyaona ni mazungumzo, ila vitendo hamna. Na haya mazungumzo ndio yanayonifanya mpaka naleta riski humu ndani. Kama una kazi mbadala, niandikishe nikaifanye, hii niiache. Kama huna kazi mbadala, kuanzia leo simu yangu naiweka password. Basi. Kwa sababu kila mtu ana nafasi ya kuelimishwa anapodili na wewe. Kama angekuwa amemuelimishwa kabla, ningemwambia weka simu password, tulia. Sasa huyo mbona ana neno? Angeolewa na mtu gym instructor, mtu anayefundisha watu mazoezi, angesema ni kuna mbio Jumamosi, jamaa anapigiwa simu saa 5 usiku. Mwalimu, tunakimbia saa ngapi? Au saa 11 asubuhi, mume na muandaa aende mazoezini, anapigiwa simu, mbona huji? Wanapiga simu, wamemkalia mwalimu wa gym, wanaposti. Au wanafanyishwa mazoezi, wanamwambia mwalimu naomba unyanyue shingo yangu. Angeolewa na huyo, angesemaje? Angeolewa na mtu labda anayetumbuiza wanawake kibao, wameenda pale mbele wote wanataka kumtunza, mwingine anambia ili nikutunze, cheza na mimi kidogo. Wengine wanaenda wamkumbatia hivyo. Wengine wanamsubiria kanywa pombe wapige naye picha. Sasa angetafuta shimo ingi. Kazi riski zina vituko. Na lazima uwe, hata kama umeamka vibaya lazima ucheke tu. Kuna siku mimi mwenyewe nimeamka sijisikii kuongea na mtu. Natamani tu niulizwe, je, unajisikia kuongea au hujisikii? Yaani kabla mtu hajaniongelesha aniulize au aminye sehemu kuongea au kuitikia na kichwa. Lakini simu ya kazi ikiingia, daktari nina shida, namjibu. Japokuwa sitamani kuongea, lakini ndio kazi. Sasa leo basi utanishika useme hunifai kwa sababu unaongea. Lakini tu nimeweka mipaka kwamba kuongea bwana nimedai mpaka hii usiku siongei, na mimi mwenyewe nawaambia jamani usiku jamani msinipigie. Jamani nikitoka safari mimi simu yako sitopokea kwa sababu nikitoka safari nakuwa nimechoka. Jamani tukiwa tunaongea kuhusu kazi tufike mwisho mapema kabla ya jioni. Sasa watu wanatakiwa waelewa hasa kwenye vipengele vya mwenzako kupata riski. Kama una mbadala, nitafutie kazi mama, nitaenda kuifanya. Lakini hilo nayo sasa inahitaji mimi niwachekee ili waje. Kuna mtu anayepiga picha wasichana. Haya, kweli mtu wa photoshoot ndo angekuwa mume wako ungefanya nini? Au anayeuza perfume. Wasichana wanakuja wanajipulizia kutwa nzima, hamna anayenunua. Wanajipulizia wao wenyewe alafu anakuambia hebu ninuse. Tunaenda sisi kwenye maduka tunakuta watu mtu kajipuliza mwenyewe perfume, anamuuliza mwenye perfume, kaka hebu ninuse, nanukiaje? Wewe kama mwanaume umeipenda hii harufu? Watu wanatafuta riski kwa staili ngumu. Na kwa sababu hali ya dunia ilivyobadilika, sasa hivi ni kujiongeza ili ufanye biashara. Hakuna biashara ya mke na mwanaume tena, ya mwanaume na mwanamke tena. Bado hujakutana na mume wako ukagundua mume wako anakopwa na wanawake kazini kwake, si utakufa? Huyu ana nafuu, nakwambia, aliopo petrol station ndo ana balaa. Bora huyu.
au gym, mtu wa gym. Kwanza ukielewa wewe ni msemaji wa ile timu wa ile klabu. Si unajua mambo ya gym? Najua. Kama una roho ndogo, unasema ngoja niwe naenda kazini kwa mume wangu kumcheki anaendeleaje. Unaweza ukatoka umetoka unatembea ukarudi umelala machale. Umelala chali kwa pressure. Wewe usiende kwenye kazi za watu, wala usizifuatilie kazi za watu. Wewe mwenyewe umejaza password kila mahali. Mbona unaangalia simu ya mwenzio? Amkazie. Sasa, madam unatuachaje leo? Muda wetu sio rafiki tena. Mimi nawashauri watu, kabla hujaingia kwenye ndoa na mtu, elewa kazi yake anayoifanya. Halafu pia mkubaliane kutokana na hiyo kazi yake anayoifanya. Kazi ya mpira, kazi ya gym instructor, kazi ya kuwa mkata tiketi, kazi ya kwenye magari, usafirishaji. Hawa ni watu ambao wanawake wengi sana wanawapenda. Wana muziki, sijui waigizaji, sijui watu wa mitandao. Wasichana wengi sana watawataka waume zenu. Onyesha tofauti yako wewe na wao kwa kujiamini tu kwamba mimi ni mke. Achana nao. Kuna watu wameolewa na wanaofanya shughuli kama mume wako ambao wamefanikiwa zaidi. Sasa wewe kama hapo unaona kero, ina maana mume wako akifanikiwa ndio kero itakuwa mara 2 zaidi. Kwa wewe kuliko kumwombea mume wako asifanikiwe, muombe mume wako afanikiwe ili na wewe moyo wako uzidi kuwa thabiti. Na huyu ni mume wako lakini mfanyakazi mahali. Akiwa nyumbani wewe pale ndio ucheze nafasi yako. Akiwa kazini acha wengine nao wacheze nafasi zao. Matter of fact wakitaka kumchukua kwani hata utajua. Wengine anamuiba mume juu kwa juu. Unashangaa tu mtu papo haji nyumbani, ametoweka. Ukipiga simu zimebadilishwa. Ukienda kazini unaambia mbona hapa hayupo. Jamani mume wangu kapotea, ukienda polisi ana miaka mingapi? 40. Huyu hajapotea bwana, anajua alipoenda bwana. Kisa ni kelele. Kwa hiyo wewe muache mtu anajua anachotakiwa kufanya. Sasa watu wanaweza kumfuatilia Madam Leila kupitia wapi na wapi? Okay, mimi napatikana Instagram, TikTok, Facebook na YouTube kwa jina hilo la Madam Leila Abubakari. Na mkiingia huko mtakuta na namba zangu za simu ziko pale. Natoa huduma ya ushauri na saha, mentorship program na coaching, yani kuelekeza watu na kufundisha watu wakae wanavyotakiwa kukaa, lakini pia watu waliopitia maumivu na wasaidia kurudi katika hali yao ya kawaida, watu waliopitia msongo wa mawazo, wasiwasi, sonona, wakae katika hali inayotakiwa kukaa, lakini watu wenye kuhitaji usuluhishi wa kindoa, wa mahusiano, pia natoa huduma hiyo. Huduma hizi natoa kwa ana na kwa simu. Napatikana Dar es Salaam na hapa Tanga pia tuna ofisi. Kwa mtu yoyote mwenye shida na masuala yoyote yanayohusika na haya, tunaweza tukawasiliana kwa 0757 64 37 46. Irudie 0757 64 37 46. Karibuni sana. Ofisi yetu inaitwa Kaya Wellness Consulting. Sisi tuna consult kuhusu mambo yote ya kiafya na afya ya akili na mwili. Karibuni. Shukrani sana madam. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Shukrani za kipekee kwa Madam Leila Abubakari kwa kuja leo hii kutupa elimu nzuri kabisa. Bila shaka msikilizaji hukuondoka mtupu. Asante kwa wale wote ambao umetutumia ujumbe, na bila shaka namba ya madam mmeipata. Nyuma ya kamera Saidi Abdallah mwana wa Chembea. Mimi ni Khatib Salim Omar, nikutakie usikivu mwema vipindi vinavyoendelea hapa 9.5. Asante na kwa heri. Bye bye.